So since women's acting, have you ever given a role like ukue like a girl mwenye anafanya prostitution kwa hiyo film? Have you ever done such a scene? Ai, hapana, mimi sijaipewa scene kama hizo. So just in case ukipewa unafanyaje? Tunaongea na director kwanza. Okay. Karibu mpenda mtazamaji Beyond Borders Podcast Connected, tunakuwa tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Hey my beautiful people, once again it's Abu Christian of the King himself, half man, half amazing. Bana, this is Beyond Borders Podcast. Leo we have our guest, tutakwenda kujua mengi kutoka kwake. Bana, kuna lile jina ametulinalo so far. She is a Nubian actress, mtani ametuna jina la Nubian actress. Hata ukienda pale TikTok utakwenda kumpata kama Nubian actress. Ni aje Celine? Niko poa sana. Uko fit sana. I'm good. Vibe imekuaje mtahani so far? Vibe iko sawa. Okay. Yeah, I'm enjoying the vibe. Aliona majuzi kati ulikuwa pale Ref FM, ulipata invitation ama ilikuwaje? What happened? Yeah, nilitumia invitation kana fanikwe huko Ref FM. Yeah. Okay, so how was the interview so far with Ref FM? Okay, interview ilikuwa poa, ilikuwa fiti, at least nilikuwa na vitu na keep kwa roho, but at least nilipata opportunity ya kuishare huko na nikaisema. So I'm good. So kuna wale watu ambao wanakujua wewe kama Selena Gomez. Is that your real name ama ni ilianza haje ama? Okay, hiyo jina si real name yangu. Real name naitwa Selena Tijani. Hiyo Selena Gomez, mimi naitwa Gomez. Naitwa Selena. But venye nilikuwa nacheza ngaboli kitambo. Okay. You're a footballer. Yeah, nilikuwa nacheza boli. Saa watu wakasema nacheza kama Gomez wa Liverpool. Ndo nikapewa hiyo jina nikashikanisha. But nikakuja kuona hiyo boli hatuendani. Yeah. Boli si kitu yangu. Nikaona acting ndo kitu yangu, ndo nika switch kwa acting. From football to being actress. Yeah. Hiyo journey ya kushift from being a footballer to become an actress, how does it happen? How does it started? Okay, mambo na acting nilianza 2016 nikiwa class 4. Ile mnawekwa tu backbenchers, mnawekwa tu muongeze namba kwa hiyo drama club. Extras. Yeah, ile kuwa extra, unaona. Sasa ikaendelea hivyo kidogo, unakuja unaambiwa wewe ndo mwanafunzi, utakuja kuulizwa maswali kidogo, wewe ndo utakuwa mtoto wa huyu mama, unaona. Sasa nikaona vile kuna venye tu hiyo acting inasaidia sana. Kuna maneno wanawake wengine hawezi isema, so mimi kama mimi naweza isema through me. Ndio maana nilipenda acting tu sana. Na hivyo ndo nikasonga hadi nikajipata pale niko sahi. Vizuri sana. We know you are a Nubian, and hiyo jina ya Nubian actress ilianza aje? Because I'm very sure kwamba sio ulijipewa jina. Yeah, hii jina like bro wangu ndo aliniita, tukakaa tu chini. Akaniambia mbona umeamua kufanya mambo na acting? Why? Na wewe ni msichana. Juu sisi watu wanaaminingi kwetu, kwa culture zetu watu wanaamini mambo na kuact ni mbaya, like si mzuri kwanza kwa mwanamke. But nikawaelezea bro wangu venye mimi naitaka na venye naifanya, as long as mimi najua kitu nafanya ni right. Akaniambia kama unajua hiyo kitu unafanya ni ukweli na haina ile mambo mengine, si mnaelewa nikisema hiyo mambo mengine. Yeah, haina hiyo mambo mengine, it's okay. Akaniuliza kwanza ni wasichana wangapi unawajua wanafanya hii mambo wa Nubian? Mimi nikasema mimi sijui na mimi sifanyi juu mwingine anafanya. Ndo akaniambia kama unajua ni wewe peke yako, like wewe ni Nubian na unafanya hiyo mambo, mbona usijiite tu Nubian actress? Juu wewe ndo Nubian dem nimeona. Na hivyo ndo jina tu ikaanza, nikaona ina make sense, Nubian actress. Na hivyo ndo nikachukua tu nikaianzisha. The reaction ya mafans ilikuwa aje turning from Selena Gomez to Nubian actress? Watu waliongea, wakaniuliza maswali. Rada kwanza, kocha wao aliniambia, Rada ulikuwa unajiita Selena Gomez, ulikuwa unacheza boli, nini imehappen ndio umejiita Nubian actress? Kaambia coach, mimi hiyo football nilijua hatupelekani pahali, naifanya tu for fun. Niligusa yes, but naona inisaidii, but nimeona actress ndo acting ndo inaweza nitoa vizuri. Na hivyo ndo since like acting imekuwa like a taboo to Nubians, moment like sasa ni kitu yenye maybe inaweza expose mtu kwa like bad characters.
Since vile umeanza acting up to now, reaction ya mama iko aje vile ulianza na saa hii? Mama alikuwa nakataa. Mamangu alikataa, but kuna ile wanasema mother and daughter talk. Tulifanya hivyo, nikaongea na yeye, bado alikuwa nakataa. Nikashoot videos 2 na the cam, ndo nikamonyesha. So akaona like hakuna ile vitu zinaweza kufanya usifanye hivyo. Kama kwa video unavaa tu poa, Sure. Kuna vile matabia haufanyi. Akakuwa na ile roho na kubaliana nayo kidogo kidogo. Kuna yenye tena nikashoot na double like nilikuwa tu fiti, nimevaa venye madha nataka, na hivyo ndo akaanza tu kukubaliana na mimi. So since umeanza acting, have you ever given a role like ukue like a girl mwenye anafanya prostitution kwa hiyo film? Have you ever done such a scene? Hapana, mimi sijaipewa scene kama hizo. So just in case ukipewa unafanyaje? Tunaongea na director kwanza. Okay. Mimi ni venye nilianza acting, nilieka mambo na romance kando. Scenes za romance hapana. Unipe mtoto anatusiwa, unipe sijui bibi na bwana yake kila siku ni vita. Nipe tu vitu zingine at least vitu kama hizo, but mapenzi nayo hiyo nakuanga challenge. Kwangu inakuanga challenge sana. Kabisa. Yeah. So what are some of the challenges you unapitianga through in your career acting? Maneno mimi napitia, challenges mimi napitia. Obvious hakuna kitu utafanya haina ma challenges. Sure. So lazima upitie ma challenges na overcome the challenges. Challenges ni ma uncles wanaongea vibaya kunihusu. Watu wanaongea, unapigwa advice, acting ni mbaya, acting ni hivi. So ma challenges ni mingi, but kitu naweza sema kila mtu anapitia challenges, but inafikana tu pahali watakukubali tu venye uko na venye umeamua kuwa. So hizo ma challenge unazi overcome in which way? Sometimes kuna challenges sasa mtu anakusimamisha tu kwa barabara kupige vitu tu za opposite na kitu unafanya ndo ugive up. But mimi sawa nitakusikiliza, yes, but siwezi ichukua kwa akili like juu siseme ni madharau ama ni nini, nitakusikia vizuri uongee kila kitu, but kama najua haisaidii career mimi nafanya naachana tu nayo. Of course. Kuna hizi habari ambazo huwa tunazisikia pia kuhusiana like most of female actresses wenye wako hapa Kakuma, most of them wanakuwa in a relationship with the directors, ndio maana maybe wanapewa main actor, main actress. Hiyo pia unaizungumziaje? No. Hiyo naye ni uongo. Kusema tu kweli hiyo ni uongo. Mimi nimepewa the main characters. Sijui movies kama ngapi, but sina mahusiano na character. Director I mean, like no, hiyo ni uongo. Ni wewe tu na venye unaiplay, venye unachukua hiyo kitu serious, venye unaivaa. Like unaona anaweza kupea scene hivi, ukiivaa kama ni wewe na uiplay vizuri, hivyo ndo unapewa, si eti lazima mkoe nao, hapana. So since you are a Nubian, one advice kwa Nubian wenye wanaona like acting ni mbaya sana. Wanubian wenye mko huko nje. Yeah. Msikubaliane na kuambiwa eti kuwa muactor, ni nini. Bora unajua kitu unafanya. Wewe simamia hapo, mimi nitakuwa actor ama nitakuwa actress. Hapo tu, hiyo ndo advice mimi naweza waambia, na kujituma, that's all. Na si kwa Wanubian peke yao. Najua kuna wengi huko wako na hiyo talent, lakini kutoka ama kusema ndo shida, but watu wajitume tu. Just in case kama umepata support kusema like I want to support you or give you some amount of money, utafanya nini you as an actress? Kama kuna mtu maybe support umetokea somewhere, what are you going to do maybe to help the community? Mimi kitu nasemanga kwanza ni nitafutie hawa wenye wako na hiyo talent na hawana hiyo mdomo ya kusema, ama hawana hiyo right ya kuamka waseme mimi ni hivi na hivi. Kitu ya kwanza ni kupiga budget venye nitawatoa huko ndani. Sure. Kuwatoa hadi ni wa show kuna watu like bana, tumekuona Selena Gomez so far. She's a Nubian actress, jina imetrend sana, imeblow as a Nubian actress. So tukienda kumaliza watu your fans wenye wanakuwatch saa hii so far, tuendelee tu kusupportiana. Love hiyo tu ndo kitu important. Tuendelee tu kusupportiana, that's all. Thank you so much. Tumekuwa naye Selena Gomez aka Nubian actress. Tumekuwa naye Chris M Santos, the king himself, man of amazing. If you like, you like. If you like, you comment. If you like, you share. Chris Santos. Bye.
Babako. Let's meet on the next episode. Bye bye.